Ujerumani inasema kwamba Urusi inacheza na mchezo dhidi ya Ukraine, na ni kama vile Urusi inatengeneza mchezo fulani ili kuzihadaa nchi za Magharibi pamoja na Marekani. Ujerumani imemshutumu rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kile ilichokiita kucheza mchezo baada ya Ukraine kuripoti mashambulizi ya Urusi dhidi ya miundombinu yake. Ikumbukwe katika mazungumzo kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin pamoja na rais wa Marekani bwana Donald Trump, miongoni mwa mambo ambayo wamekubaliana ni juu ya kutoshambulia miundombinu, lakini wakati huu Urusi imeendeleza mashambulizi yake, na ni kile ambacho sasa Ujerumani imemshutumu rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kile alichokiita kwamba ni kucheza na mchezo baada ya Ukraine kuripoti mashambulizi ya Urusi dhidi ya miundombinu masaa machache baada ya Urusi kukubali kusitisha kwa muda mashambulizi kwenye vituo vya nishati. Akizungumza kwenye mahojiano na televisheni hivi leo, waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius amesema mashambulizi hayo ya Urusi dhidi ya miundombinu ya kiraia yanamaanisha kwamba Urusi inafanya mchezo na kwamba Marekani inalo jukumu la kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya Urusi. Hata hivyo, taarifa zaidi zimedai kwamba licha ya Urusi kufanya mashambulizi katika miundombinu ya nishati ya Ukraine, lakini pia Ukraine nayo ilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Urusi. Kufuatia mashambulizi hayo mapya, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameishutumu Urusi kwa kukataa mapendekezo ya kusitisha mapigano yaliyoungwa mkono na Marekani ambayo Ukraine ilikuwa imeyakubali hapo awali. Mashambulizi hayo yamefanyika katika siku ile ile ambayo Trump na bwana Putin wa Urusi walikubaliana juu ya usitishwaji mara moja wa mashambulizi katika miundombinu ya nishati nchini Ukraine. Marais wa Marekani bwana Donald Trump pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin walizungumza kwa njia ya simu siku ya Jumanne ya Machi 18. Wamekubaliana usitishwaji mara moja wa mashambulizi katika miundombinu ya nishati nchini Ukraine. Viongozi hao wawili walikubaliana hayo katika mazungumzo ya zaidi ya saa 2 yaliyofanyika kwa njia ya simu siku ya Jumanne. Hata hivyo, Putin hakuunga mkono usitishwaji kamili wa mapigano kwa kipindi cha siku 30, hatua iliyopendekezwa na Marekani. Lakini ikulu ya White House imeeleza kwamba hatua ya kwanza kuelekea amani inatumai itajumuisha usitishwaji mashambulizi katika Bahari Nyeusi na hatimaye kufikisha mwisho wa mapigano. Hakukuwa na ishara kwamba Putin amerudi nyuma katika masharti yake ya awali ambayo yanapingwa vikali na Ukraine ili kusitisha vita hivyo. Urusi inaitaka Ukraine irudi nyuma katika azma yake ya kujiunga na jumuiya ya kujihami ya NATO na ipunguze pakubwa idadi ya wanajeshi wake na ichukue lugha ya Kirusi na utamaduni ili nchi hiyo iendelee kuwa chini ya kivuli cha Urusi, miongoni mwa mambo mengine. Ikulu ya Kremlin inasema kwamba wakati mazungumzo hayo na Donald Trump, imesisitiza tena matakwa ya usitishaji wa misaada ya kigeni ya kijeshi na kiintelijensia kwa nchi hiyo ya Ukraine. Kwa upande wake, rais wa Ukraine bwana Zelensky amesema kwanza anaunga mkono